Muhii kipindi cha matukio ya Fatima na Jabari tunawaletea niko na chaguo ingine gani kama sipendi kuenda kuchuo kikuu? Jambo. Karibu kwenye hii video yenye inatolewa na nchi ya Marekani, kamati ya wakimbizi na wahamiaji. Leo tutazungumzia mada ya muhimu sana. Uko na chaguo ingine gani kama upendi kuenda kuchuo kikuu? Usiogope. Unaweza kufuata njia za mingi za kujenga maisha yako ya kesho yenye mafanikio na kutimiza malengo yako, hata kama unaamua kama chuo kikuu haiko njo njia yenye inakufaa. Mbele tuanze, kumbuka kama bafanyakazi bote bila kujali hali yao ya uhamiaji bako na haki fulani kufasi ya kazi. Hata hivyo, ni muhimu kujua kama kufanya kazi bila ruhusa ya kisheria iko na matokeo ya mubaya muhali yako ya uhamiaji. Kama uko na maswali kuhusu kufanya kazi kulingana na hali yako ya uhamiaji, au gisi kazi inaweza kuwa na matokeo kwa hali yako ya uhamiaji, ni muhimu kutafuta shauri kutoka kwa mwanasheria mtaalamu wa sheria za uhamiaji au mwakilishi wa kisheria mwenye anajulikana na serikali mbele ya kufanya maamuzi kuhusu kufanya kazi. Jiunge pamoja na shie tukutanane na Carlos, Baptiste, Sofia, May, Rohan, Bizan na José Louis benye balichagula bote njia tofauti kisha kumaliza masomo ya sekondari. Kwanza tusikilize habari za Carlos. Carlos aliamua kutokwenda kuchuo kikuu cha kawaida. Badala yake alijiandikisha kwa masomo ya ufundi. Kule alijifunza ujuzi maalumu ya kukuwa fundi wa umeme. Kisha miaka kidogo ya kujifunza nazaria na mazoezi, Carlos alianza kutumika na kwa sasa iko na kazi ya kudumu. Masomo ya ufundi inatoa programu za mafunzo mumambo sawa vile useremala, ufundi wa kutengeneza magari, ufundi wa kutengeneza mabomba na ingine ya mingi. Hii masomo ni chaguo bora sana kama unapenda kufanya kazi ya mikono na kujifunza ujuzi maalumu. Kazi za kumwanzo mara mingi zinalipiwa kati ya 40,000 na 55,000 kwa mwaka. Wakati bafundi benye bako na uzoefu hasa wa mabomba na umeme banaweza kupata $17,000 mpaka zaidi ya $19,000 kwa mwaka. Sasa twende kungambo ya Baptiste. Baptiste alipenda sana upishi, hivyo aliamua kujiandikisha ku programu ya elimu ya ufundi mumambo ya upishi. Na kisha miaka kidogo akakuwa mupishi mu restauranti ya mueneo yake. Programu za mafunzo ya ufundi ni za muda mfupi, inakuruhusu kuanza kutumika mbio kazi yenye unachagula. Kuko aina mbalimbali za programu za mafunzo ya ufundi. Kwa mfano, kama unapenda sekta ya afya, kuko programu kwa ajili ya wafundi wa radiolojia, banganga bameno, bahudumu bazarura au kinganga. Kama unapenda urembo na utunzaji wa mwili, kuko programu kwa ajili ya kusuka nywele, mapambo ya sura na sanaa ya urembo. Kazi za kumwanzo muizi sekta kwa kawaida zinalipiwa kati ya $31,000 na $15,000 kwa mwaka. Wakati bataalamu benye bako na uzoefu hasa muradiolojia, kinganga au ujuzi ya yulu musana ya urembo banaweza kupata $17,000 mpaka zaidi ya $100,000 kwa mwaka. Hii ni habari ya Sofia. Sofia aliamua kwenda mukisoda. Kupitia hii chaguo alipata mafunzo, kazi ya kudumu na msaada wa kuendelesha masomo yake kama ataamua kusoma tena msiku zenye zinakuya. Zaidi ya ile, Sofia alipata nizamu, uwezo wa kutumika mukikundi, ujuzi muuongozi, mambo yenye itamsaidia mu maisha yake binafsi na ya kazi. Fasi za mingi za kisoda zinalipa mshahara ya kuanzia kati ya karibuni $27,800 na $48,000 kwa mwaka. Kupanda mpaka karibuni $35,000 mpaka $15,000 kwa mwaka, kuchanga amo marupurupu sawa vile makao na mahitaji ya msingi, kuchanga na nyongezo ya zaidi yenye inalingana na cheo, utaalamu na miaka mkazi. Kumbuka kama kusudu jandikishe mukisoda, unapashwa kuwa mwananchi au mtu mwenye anakubaliwa kuishi muinchi ya Marekani. Pia unapashwa jua kuongea, kuandika na kusoma Kiingereza. Sasa tuone benye May alichagula.
Mei hakukuwa na uhakika ya bienye alikuwa napenda kufanya. Kwa hiyo alipata kazi mkampuni ya mweneo yake kama mwanafunzi wa kazi. Wakati alikuwa anatumika, alijifunza ujuzi ya mingi ya mupya na kugundua kama alipenda usanifu wa kuchapa. Babwana bakazi bamingi banatoa programu za mafunzo mkazi kwenye unaweza kupata mafunzo wakati uko nafanya kazi, jambo yenye inakuruhusu kupata pesa na kujifunza kulimoya. Mshahara ya mwanafunzi wa kazi inalingana na programu yenye inahusika. Ile wakati Roane yeye alichagua njia tofauti. Roane alikuwa na ndoto ya kukua na biashara yake yeye peke, kwa hiyo aliamua kukua mfanyabiashara. Alianza kuuzisha ufundi yake ya mikono kumtandao na baadaye akafungua duka yake yeye peke. Kama uko na ndoto au wazo ya kufanya biashara, kukua mfanyabiashara inaweza kuwa chaguo ya mzuri sana. Bafanyabiashara fulani banapata pato kidogo kumwanzo, lakini kadiri wakati inapita, banaweza kumalisha biashara yao na kuongeza mapato yao. Chaguo ingine ya kuvutia ni ya Bison. Alikuwa dada mwenye kupenda kuenda kuchuo kikuu, lakini alipenda sana teknolojia. Aliamua kupata cheti mu teknolojia ya habari kusudi atumike mu usalama ya mtandao. Kusudi afikie lengo, alijiandikisha mu programu maalamu ya mafunzo yenye iko na cheti yenye mara mingi inaitwa mafunzo ya muda mfupi na ya kina. Kwenye alijifunza mambo ya muhimu ya kulinda mifumo na mitandao ya kompyuta. Zaidi ya ile, Bison aliendelea kuongeza ujuzi yake kupitia masomo ya kumtandao kuhusu vifaa ya mupya na mwelekeo wa usalama wa mtandao, akitumia mifumo ya kidijitali. Hii ilimusaidia kujifunza na iko kwake kunyumba. Kutokana na ile cheti na kujifunza kwake binafsi kumtandao, Bison alipata kazi mkampuni ya teknolojia muda kidogo kisha kumaliza mafunzo yake. Kazi za kumwanzo mu usalama wa mtandao kwa kawaida zinalipiwa kati ya $60,000 na $75,000 kumwaka. Wakati bataalamu benye bako na uzoefu banaweza kupata $100,000 au zaidi kulingana na utaalamu yao nafasi kwenye banatumikia. Kwa mwisho tuone Jose lui alifanya nini. Jose lui hakujua ni jambo gani ilimvutia na hakupenda kutumia pesa kujiandikisha mu programu yenye hakuwa na uhakika kama angeliipenda. Jose lui aliamua kamata mwaka ya mapumziko kwenye alisafiri na kufanya kazi ya kujitolea mu maeneo mbalimbali kusudi apate uzoefu na kujuana na batu. Hii pia ilimpatia Jose lui picha ya mzuri zaidi ya kitu yenye anapenda kusoma na aina ya kazi yenye anapenda kufanya mu maisha ya kesho. Kumbuka, hakukuwake njia moja tu ya kufanikiwa. Jambo ya muhimu ni kuchagula njia yenye inakufaa, yenye inalingana na maisha yako, ndoto zako na malengo yako. Jambo ya muhimu zaidi ni kuendelea kujifunza na kukomala, ikuwe mkazi, kumasomo ya ufundi au ya kiufundi au munjia ingine yoyote yenye utachagula. Pia, jifunze kuhusu haki zako za kazi na vizuizi yenye inalingana na hali yako ya uhamiaji, na uonane na mwanasheria mbele ya kufanya maamuzi kuhusu kufanya kazi. Kwa maelezo zaidi, tafadhali soma kitabu yetu ya kidijitali musehemu ya habari za elimu yenye inaitwa Mwongozo wa Stadi za Maisha, Elimu kwa Vijana. Asante kwa kutusikiliza. Tunakualika utembelee kituo chetu cha rasilimali kwa watoto wenye hawana wazazi ku ucresouthcenter.org na kituo chetu cha rasilimali kwa vijana wakimbizi ku refugeeyouth.org. Kwenye utapata orodha ya rasilimali za jamii pamoja na maktaba ya kumtandao yenye inaeleza mada ya muhimu sawa vile uhamiaji, elimu, afya ya mwili, afya ya akili na bingine bya mingi. Tutaonana wakati ingine.